Hujambo na karibu mtazamaji wa Mlimani TV katika kipindi cha Mlimani leo asubuhi, ikiwa ni sehemu ya kwanza ya yasemavyo magazeti. Hapa tunapata wasaa mzuri wa kuangalia zile habari zilizopamba ukurasa wa mbele na ukurasa wa nyuma wa magazeti ya siku ya leo. Langu jina ni Holiness Mbise, nitakaye kupitisha katika kurasa za mbele na za nyuma za magazeti kwa siku ya leo. Moja kwa moja tukianza na gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Habari iliyopewa kipaumbele kwa siku ya leo ni Samia ataka weledi majaji na mahakimu, asihi uzalendo kuboresha maslahi yao, abariki muda wa kesi kupunguzwa. Habari kamili ni katika ukurasa wa pili. Aagiza viongozi watekeleze ahadi za kampeni. Habari hii pia utaikuta katika ukurasa wa tatu, lakini pia katika ukurasa wa tatu kuna habari isemayo Migiro asema mawaziri na wabunge CCM mshiriki mikutano ya shina. Kwa undani wa habari hizi utazikuta katika kurasa wa mbele wa gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Na katika gazeti hili tunapata wasaa mzuri wa kuangalia ukurasa wa nyuma, ambapo umesheheni habari za michezo. Na habari kubwa ni Yanga yaanza mwaka na taji, tukionyeshwa klabu ya Yanga ikiwa inasherekea ushindi huo, lakini pia Rais Samia amtwisha Makonda Afcon. Habari nyingine ni Juma Jux ashinda tuzo ya Afrima. Habari hizi zote utazipata kwa kina katika gazeti la Habari Leo katika ukurasa huu wa nyuma. Tunaliangazia pia gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, ambapo habari kubwa iliyotaradad katika ukurasa wa mbele ni mshtuko, ni kuhusu vifo vitokanavyo na saratani za kichwa na shingo nchini. Wataalamu wa Muhimbili waibua mzizi wa tatizo na kutoa suluhisho kwa umma. Habari kamili ni katika ukurasa wa 5. Lakini pia habari nyingine ni internet ya zimwa Uganda. Habari hii utaikuta ukurasa wa 10. Ukosefu wa maji na samaki chanzo cha mamba kuua watu 3. Habari kamili ni katika ukurasa wa 9. Lakini pia Rais Samia awaonya majaji upindishaji haki kortini. Habari kamili pia ni katika ukurasa wa 3. Na katika ukurasa wa 4 kuna habari semayo serikali yashtukia kurudia yaliyoisibu uwanja wa Mkapa. Ni katika ukurasa wa 4 utapata habari hizi zote. Lakini pia sababu za mabadiliko mawaziri za tajwa. Habari kamili ukurasa wa 3. ACT yavuta subra CCM ijikagua usalama mashina. Habari hizi ni katika ukurasa wa 5 na wa 17. Napata pia wasaa mzuri wa kuangazia gazeti hili katika ukurasa wa nyuma, ambapo umepambwa na habari za kimichezo. Habari kubwa ikiwa ni Yanga Sports Club yamtoa rasmi Alan Okello, yabeba ubingwa wa Mapinduzi kwa matuta. Habari hii utaikuta katika kurasa wa nyuma wa gazeti hili. Simba Sports Club kufuata goalkeeper Nigeria, lakini pia Real Madrid yamtangaza kocha mpya. Habari hizi na zingine nyingi za kimichezo utazipata katika kurasa huu wa nyuma wa Nipashe Mwanga wa Jamii. Naliangazia pia gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, ambapo habari kubwa iliyopamba kurasa huu ni kwamba Samia awasisitiza majaji na mahakimu kutenda haki. Awahimiza kuzingatia sheria na maadili bila hofu, upendeleo, huba wala chuki, kwani ndicho kiapo chao. Asema utawala wa sheria ni msingi kwa maendeleo endelevu. Habari kwa kina unapata katika ukurasa wa 4, lakini pia habari picha ikimuonyesha Rais Samia Suluhu Hassan akihutubia majaji hao. Lakini pia JKCI yahitaji bilioni 1.6 upasuaji wa watoto 420. Habari hii pia kwa kina unapata katika kurasa wa 4. Serikali yakamilisha ukarabati kivuko cha MV Kazi. Habari kamili ukurasa wa 2, lakini pia katika kurasa wa 5 utakutana na habari isemayo shule zote 1855 za msingi zipo tayari kupokea wanafunzi. Profesa Shemdoe ameyasema hayo. Matumizi holela ya P2 kwa vijana na athari kwa afya. Hii ni makala utaipata katika ukurasa wa 10. Lakini pia wagombea waomba kujengewa jengo la mama na mtoto. Habari hii pia kwa kina utaipata katika kurasa wa 2. Nikiliangazia pia gazeti hili katika kurasa wa nyuma, ambapo pia kuna habari za kimichezo. Ni Yanga Sports Club yatoa ubingwa Kombe la Mapinduzi. Ni katika Yanga Sports Club yatoa ubingwa Kombe la Mapinduzi 2026. Penalty zafanya balaa lake. Dr. Mwinyi azindua rasmi uwanja wa Gombani. Habari hii kwa kina imefafanuliwa katika ukurasa huu wa nyuma. Hapatoshi leo nusu final Afcon 2025. Hizi ni habari za kimichezo ambazo zinapatikana katika gazeti hili la Majira ukurasa wa nyuma.
Naliangazia pia gazeti la Uhuru ukweli daima. Habari iliyopamba ukurasa wa mbele ni simamieni haki. Huu ni wito wa Rais Samia alipofungua mkutano wa chama cha mahakimu na majaji. Asema mahakama huru yenye uwezo wa uadilifu ni nguzo ya utawala bora, lakini pia amewakumbusha jukumu la kulinda amani na utulivu wa nchi. Jaji Mkuu Masaju atoa msisitizo kwa kutocheleweshwa haki bila sababu za msingi. Habari hii kwa kina unaipata katika kurasa wa pili. Migiro aanika ubora wa CCM. Ni katika gazeti hili utapata undani wa habari hiyo, lakini pia Profesa Shemdoe awatega walimu wa shule nchini. Habari hii pia utaikuta katika gazeti hili. Wadau waeleza Rais Dr. Mwinyi alivyotekeleza malengo mapinduzi, lakini pia nishati joto ardhi kuzalisha megawati 300 za umeme. Habari hizi kwa kina utazipata katika gazeti la Uhuru ukweli daima. Naangazia pia gazeti hili katika kurasa wa nyuma ambapo ni zimesheheni habari za kimichezo, na habari kubwa ni jasho limemwagika. Yanga bingwa wa Mapinduzi Cup, Manula Msheri wafanya balaa. Lakini pia habari nyingine ni Dr. Mwinyi afungua Gombani aahidi kuendeleza michezo. Habari nyingine ya kimichezo ni nusu fainali ya vigogo Afcon, lakini pia Zulfa macho kurudi kivingine. Habari hizi kwa kina utazipata katika gazeti hili la Uhuru ukweli daima. Nikiangalia pia gazeti la Mwananchi, habari kubwa ni Jaji Masaju afichua vikwazo utoaji haki. Habari hii imefafanuliwa kwa kina katika kurasa wa 4 na wa 5. Joyce asema Jamila vinara kupinga ukeketaji nchini. Habari kamili ni katika kurasa wa 11. Katakata ya umeme inavyong'ata Unguja. Ukitaka kujua undani wa taarifa hii basi ni katika kurasa wa 6 wa gazeti la Mwananchi. Matumaini bei ya diesel petroli 2026 imefanyaje? Ni katika kurasa wa 2 wa gazeti hili. Siri wanaume kuhusika na bakteria ukeni. Habari hii pia kwa kina unaipata katika kurasa wa 3 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Chauma wamekata pumzi au wanajipanga? Hili ni swali ambalo limeulizwa na limefafanuliwa kwa kina katika gazeti hili la Mwananchi. Nikihitimisha pia na gazeti la Mwanaspoti kata kiu ya michezo na burudani, ambalo ni gazeti mahususi kabisa kwa ajili ya habari za kimichezo na burudani. Habari kubwa iliyopewa kipaumbele katika gazeti hili ni Simba yafuata striker Uganda, yapiga hodi kwa beki Singida. Habari hizi zimefafanuliwa kwa undani katika ukurasa wa 2. Lakini pia wamechachuka Yanga yaanza mwaka na ubingwa, na Manula ni yule yule, ni baada ya ushindi wa goli 5-4. Ni habari imefafanuliwa katika gazeti hili la Mwanaspoti kata kiu ya michezo na burudani. Mtu ukuta BDL huyu hapa, lakini pia usikose simulizi ya Nera Kakar ambayo ipo katika gazeti hili la Mwanasport kata kiu ya michezo na burudani. Kufikia hapo hatuna la ziada, mtazamaji wa Mlimani TV. Nikushukuru wewe ambao umekuwa nasi. Hii ni Mlimani leo asubuhi, na hii ilikuwa ni sehemu ya kwanza. Nimekupitisha katika magazeti mbalimbali, ukurasa wa mbele na ukurasa wa nyuma. Langu jina ni Holiness Mbise. Asante na uwe na wakati mwema.